begi unachukua. Hapo vipi inaitwa Swahili 25. Nimehamishwa sasa. Alikuwa Mheshimiwa Lissu, sogea uonyeshe mbuzi. Alipewa zawadi Mheshimiwa Lissu jana huyo. Sasa nimekabidhiwa mimi nihakikisha anafika Dar. Labda kama hapo njiani atapewa hukumu ya kuuliwa kwa ajili ya kuliwa. Lakini jukumu la huyo mbuzi na pia afike Dar. Ndio maana hakikisha anakula, anashiba. Nimnunulia nimekatia majani hapa. Alafu hapa pia kuna begi, kuna gunia, kuna fushi la mahindi. Maana mbuzi wa Bwana Heli na mahindi ya Bwana Heli. Mbuzi wa Lissu, mahindi ya Lissu. Manake jamaa anajiongeza kichoka majani, hapa kuna tundu anakula mahindi. Hapa. Unaona? Kuna mahindi hapa. Yeye mwenyewe kashatoboa anajua. Njaa ina mwenyewe bwana. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video kwenye hii channel yangu ya Swahili 25, mimi naitwa Swahili 25. Mimi kazi yangu ni kuonyesha matukio ya nyuma ya kamera ambayo unaona kwenye TV, wala sehemu yoyote. Ndio kazi yangu. Sasa hivi tuko Tunduma, jana tumefanya mkutano wa mwisho hapa kwa jioni kama ambavyo uliuona ni mkubwa sana kwenye video ambayo imepita. Sasa hivi tunaenda kumalizia mikutano miwili leo. Mkutano wa kwanza utakuwa pale Vwawa, tukiwa huo ni mkoa wa Songwe pia. Huo mkoa wa Songwe. Mkutano wa pili tutaenda kule Momba ambapo tutaufanya jioni saa 10. Itakuwa ndio mwisho wa mkoa wa Songwe. Nitakwambia mkoa gani unafuata baada ya hapo. Tukutane kwenye matukio ya baadaye ambayo utakuwa unaona kila kitu ambacho kinaendelea, maandalizi ya mkutano usiku nzima ya leo mpaka hapo jioni tukapomaliza video yetu. Nakushukuru kwa kuendelea kunisupport, kwa kushare kwa marafiki, ku like na wale wengine ambao ndio mnaanza kuona video. Ili uweze kunisupport ni kubonyeza hiyo button ya subscribe kama huja subscribe. Asante sana. Tukutane baadaye kwenye matukio. Sisi hapa tunaondoka sasa hivi. Hapo kuna kikao hapo kama ambavyo unaona. Kuna kikao hapo cha viongozi wa Tunduma. Wanafanya kikao chao hapo. Nadhani na gari ya Mheshimiwa Lissu unaiona hapo. Najiandaa kwa ajili ya nadhani kikao kinamalizikia wanajiandaa hapo kwa ajili ya kugeuza gari. Wakae standby ili waweze kuanza msafara. Lakini sisi tunatangulia kwa ajili ya kwenda kuangalia setup na nini, kila kitu kiko sawa. Basi sawa, tukutane baadaye. Sisi ndo tunaondoka Tunduma hapa. Tunaiacha Tunduma kama ambavyo unaona Tunduma malori mengi sana hapa yanaenda Zambia. Yanatoka bandari ya Dar es Salaam. Yanaelekea Zambia. Tunaondoka zetu hapa Tunduma. Tutaenda kuandaa mikutano hapo ya Vwawa. Wanakuja gari. Ukienda shuleni kumwona mwalimu mkuu unatoa pesa. Yaani kwenda ana shilingi hapa kumwona daktari shilingi 10. Kumwona daktari shilingi 10,000. Sasa wewe fikiria hapa ndio patafanyika mkutano wa kwanza kama ambavyo nilikwambia na kuleta uwanjani uweze kuona maandalizi. Hapa ndio watafanya mkutano wa kwanza. Sisi tunaondoka sasa hivi kwenda kumchukua Mheshimiwa Lissu na msafara wake. Alafu tunamleta hapa uwanjani. Baada ya kumfikisha hapa, sisi tuondoka zetu kwenda Mbozi ambapo atafanya mkutano mkubwa. Hapa muda mfupi atajaa watu hapa. Nadhani unaona watu wengi wako pembeni kule, wengine wako pembeni. Na wengine wanasubiri msafara kwa sababu Watanzania wanatakaga wapate uhakika kwamba mtu anakuja kweli, sije kaa tunapoteza muda hapa. Maana akishapata uhakika kama tukiondoka hivyo najua kumbe wako serious jamaa wanakuja wataanza kuongezeka. Tukiwa tunakuja nitakuonyesha pia ambapo watakuwa wameongezeka tukishamfikisha msafara.
Tupo na kaka Swahili. Wewe kila sehemu upo ndugu yangu. Kama kawa. Kila sehemu upo. Niko poa vipi? Namshukuru Mungu. Leo tuko hapa tuko Bwawa. Tuko kwenye operation kama ambavyo imeanza kama wiki nzima. Tulikuwa na mwenyekiti Mheshimiwa Lissu. Tunakinukisha leo hapa Bwawa. Nafikiri kama jana Tunduma uliona ile, leo pia hapa itakuwa ni same yani. So tone hapa. Itakuwa mafuriko. Sio hapa ni mafuriko zaidi hapa. Sababu nimeambiwa hapa ndio Chalembe imelala hapa. Ngoja tukampokee. Yeah, ndio tunajiandaa kumpokea Mheshimiwa Lissu, na tuwaomba Tanzania wafuatilie sana. Wafuatilie mikutano yetu. Kuna message kubwa sana ambayo Mheshimiwa Lissu anaituma kwenye nchi yetu. Tunahitaji mabadiliko. Sheria za uchaguzi za nchi hii sasa hivi hazifanani tena na masuala mazima ya uchaguzi. Kwa tunahitaji mabadiliko makubwa sana kwenye sheria za uchaguzi. Na kama hawatabadilisha hizi sheria, tuambie kabisa serikali kama hawatabadilisha hizi sheria. Tumeshasema mwaka huu hakuna uchaguzi. Hakuna atakayeenda kupiga kura. Huo ndio kweli. Kama hawasikii viongozi na wanachokizungumza kwenye majukwaa, inabidi waanze kufanyia mazoezi sasa hivi. Hapa tulipo panaitwa Old Bwawa. Ni eneo ambapo tumetoka huko mjini ambapo tulikuwa kwenye maandalizi ya mkutano. Ni kule juu kama unapoona. Huko ndo mjini ambapo watafanyia mkutano wa muda huu. Lakini hapa ndo eneo ambapo tumekuja kumpokea kama ambavyo unaona maandalizi hapa ya bodaboda na nene. Wamekuja kumpokea hapa Mheshimiwa Lissu. Msafara utatokea huku. Hii ndo njia inaenda Tunduma. Huku inaenda Mbeya. Huku Tunduma. Manake hapa kama ambavyo unaona maandalizi hapa, msafara na usubiri utatokea hapa. Mbele nadhani utakuwa na escort ya polisi. Watapunguza mwendo afu sisi tutatangulia mbele. Kama ambavyo unaona hapa, watu wana vibe hapa. Watu wana vibe. Bwawa sio poa. Unaona mwamba huyu ana vibe balao. Hatari. Kama unavyoona BAWACHA hapa. Hongera bwana. Kama unavyoona na huku kuna gari ya wenyeji. Tuko na mheshimiwa hapa. Yupo kila mahali yupo. Anahakikisha mikutano yake inaenda vizuri. Kama ambavyo unaona hapa anauliza kwa ajili ya kujua utaratibu. Tunanyosha mpaka kwa Chaula. Kwa Chaula. Hatuingie hapa. Au tuingie hivi tukuje Bomani. Tukuje kwa nyuma. Hapo basi mtanifuata. Ndio maana nauliza vipi vijana wao wenyewe. Sawa. Kama ni Chaula wale wasike pale. Kama ni huku Chaula sasa huwa. Msafara umefika kama ambavyo unaona. Huo hapo. Msafara umefika, huo hapo. Tunaingia kwenye magari tunaondoka. Hakika hii ni yetu, hii si ya kukosa. Ni Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema, anawasili kwenye viwanja. Angalia mwamba, Tundu Lissu, mtetezi wa wanyonge wa kweli, mpambani. Reverse. Nikisema no reform, no election. Weka namna hii, kwa nguvu kabisa, weka namna hii. No reform. Hapana, bado, weka. No reform. Asante. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Weka hivi. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wote nisikie sana. Bila mabadiliko. Tangazo ni tangazo la Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ninapokuambia muda ni huu, ni kusogea katika viwanja vya stendi ya zamani pale Mwaswala. Atakuwepo mheshimiwa taifa Tundu Antipas Lissu akiongozana na viongozi wengi mbalimbali wa kitaifa, viongozi wa kanda aka Sugu atakuwepo. Viongozi hapa
hapa ndo utakapofanyika mkutano wa mwisho, kama ambavyo unaona watu washaanza kufika, japo ni mapema sana, na kule mkutano ndo umeanza kule. Tuko waacha kuna Mheshimiwa Lissu. Hapa ndo utakapofanyika mkutano hapa. Sisi tunaendelea, kuna matangazo na bodaboda anajiandaa kwa ajili ya kwenda kumpokea Mheshimiwa Lissu. Hapa pote patajaa watu hapa. Yaani hapa ni balaa hapa. Naangalia bado mapema lakini watu wamejaa. Yaani huko kote kutakuwa kumejaa watu. Ngoja tuendelee matangazo hapo, baadaye utaona jinsi gani watu watakavyokuwa wamejaa. Nadhani unaona bodaboda wanajipanga kwa ajili ya kwenda kumpokea Mheshimiwa Lissu. Ndugu zangu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anamalizia mkutano pale Vwawa. Hivi hiyo gari imekuja inachukua bodaboda kwa ajili ya kumpokea pale Mbimba, na tutatoka kwa msafara Mbimba kuja hapa. Kama ambavyo unaona tunasubiri hapa. Tumetoka ile eneo la Mlowo pale center, tumekuja huku kuwapokea msafara ambao unatoka Tunduma au unatoka Vwawa, watatokea huku mbele huku. Tutapita nao hapa na msafara wao, tutaenda nao kule kwenye uwanja kule. Na mvua inanyesha kama ambavyo unaona huku. Mvua inapiga kweli kweli, lakini watu hawajali yani. Watu wanacheza muziki hapa, hana habari. Makamanda wana vibe hapa, makamanda wana vibe. Tunafanya kazi, hatuogopi mvua wala jua hapa. Kamanda anapiga squat hapa, haogopi mvua. Umejiandaje kumpokea Mheshimiwa Lissu? Umejiandaje kumpokea Mheshimiwa? Niko mpaka nyanga mwanangu. Yaani ni jinsi gani ambao sasa binadamu fika mahali sema sasa. Bwana kuonyesha kitu hapa, kuna mama hapa na mbwembwe. Namna gani pale? Mkoa wa Songwe huo wako tayari kumpokea Lissu. Hatari sana. Vibe ni kubwa kama ambavyo unaona. Vibe ni kubwa yani, watu wanazidi kuja hapa. Vibe ni kubwa hapa. Hatari, ni balaa hapa. Kwani ifute kamera kwanza maji. Hatari sana. Umejiandaje kumpokea Mheshimiwa Lissu? Umeona Umejiandaje kumpokea Mheshimiwa Lissu? Jamani, nimejiandaa vizuri sana, nampenda sana ndugu yangu. Kweli Ndio, kwa sababu tumeona nchi tumeteseka kwa kutosha. Hii swala no reform no election, mambo yote yatakuwa vizuri. Sasa kishaongea tu mheshimiwa. Kishamsikiza hoja zikipita kwa wananchi. Mambo yote sawa. Safi sana. Ile jini kubwa, ile jini kubwa. Hii jeshi la watu 10, sio wakubebwa na maroli. Wakati tamamo na singa huwa akajawahi kwenda hivi hata siku hii hata siku moja. Watu subiri wafike hapa hapo uone itakuwaje tunapowapeleka kule. Tundu Lissu wapeleke wapeleke kikamanda 2020 wapeleke beba maono wakimbize Tundu Lissu wapeleke wapeleke kikamanda 2020 wapeleke beba maono wakimbize Tundu Lissu wapeleke wapeleke kikamanda 2020 wapeleke
ngumu. Mungu kamlinde, anayo majeraha kwenye mwili wake, lakini wewe ni Bwana uliyemtetea siku ile ya hatari. Na hata leo Mungu endelea kusimama naye atokapo na kuingia, uwe msaada kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Anaishi kwa muujiza kwa sababu wewe umeruhusu aishi. Ni kwa utukufu wako tunaomba. Mwenyekiti wa taifa, kunja ngumi Mloo, kunja ngumi Mloo, people! People! Asante sana mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, my very own brother. Karibu sana uzungumze na wananchi wa Mloo, ikiwa huu ni mkutano wetu wa mwisho kwa mkoa wa Songwe. Kesho tunakwenda Mbeya, tutapiga Mbalizi, tutapiga na Chunya kule Makongorosi na kadhalika. Karibu sana mwenyekiti wa taifa. Chadema, viva Chadema. Chadema, I like Chadema, I like Chadema, viva Chadema. Chadema, I like Chadema, I like Chadema, viva Chadema. Chadema, I like Chadema, I like Chadema, viva Chadema. Chadema, I like Chadema, I like Chadema, viva Chadema. Chukua chako mapema, wako hoi wanahanya, muda mrefu amenyonya, sasa watakiona. Chukua chako mapema. Asante sana. Mloo mpo! Mloo mpo! Mloo mpo! People! People! Asante sana Mloo, asanteni sana. Ni watu wa Mloo mimi nawaaminia. Kuna siku naenda kwenye mkutano Tunduma, sikuwa na ratiba Mloo, nikakuta nyomi Mloo, akasema upiti, ikabidi tukinukishe pale barabarani. Nakumbuka, bila waaminia watu wangu, na leo mnatisha. Sasa kwa sababu sitaki ugomvi na watu wangu wa Tunduma, manake na wao walikinukisha jana, nafikiri hii mechi ni draw. Sawa, ni draw. Yaani nye watu wa Mloo nye hakuwezekani. Hongereni sana. Nafikiri umekosea hesabu. Anasema eti kwenye mkutano wa yule babu zilikuja fuso 7. Mimi najua zilikuwa nyingi zaidi. Na walileta na matela na mikokoteni na yaani kila kitu. Alafu hata robo ya nyomi ya leo hawakufikisha. Sasa ndugu zangu wa Mloo, tuzungumze ya uchaguzi wa nchi hii, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kama tutauruhusu, ni mwaka wa uchaguzi kama tutauruhusu. Sasa kwa sababu hiyo inabidi tuzungumze mambo ya uchaguzi. Sawa. Sisi wa Chadema hatujawahi kuogopa uchaguzi. Hatujawahi kuogopa uchaguzi kwa sababu sisi wa Chadema tumeungwa mkono na wananchi wa Tanzania. Sisi wa Chadema tumeshinda Mbozi hii, au nasema uongo? Tumeshinda Mloo hii, au nasema uongo? Sisi wa Chadema tumeshinda Tunduma, tumeshinda Momba. Sisi wa Chadema hatujawahi kuogopa uchaguzi kwa sababu tumeshinda Mbeya,
tumeshinda maeneo mengi. Sisi Chadema ni chama ambacho kimeshinda uchaguzi kuliko chama kingine chochote cha siasa, isipokuwa wale wanaoshinda kwa mitutu ya bunduki. Sisi hutulinganishi na chama kingine chochote, sio CCM na sio hao wengine ambao vyama vyao viko kwenye makaratasi ya Jaji Mutungi tu. Sisi ni chama ambacho kila wananchi yeyote anayekuja Mlowo na kuona umati huu atajua sisi ni chama. Hatuogopi uchaguzi, hatujawahi kuogopa uchaguzi. Tumeshinda majiji yote makuu ya nchi hii. Tumeshinda Dar es Salaam, tumeshinda Arusha, tumeshinda Mbeya, tumeshinda Mwanza, tumeshinda Tanga. Hatujawahi kuogopa uchaguzi. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya no reform, no election, sio kwa sababu tunaogopa uchaguzi. Wanaosema tunaogopa uchaguzi ni wapuuzi wasiojua historia ya chama hiki, kwa sababu sisi tumeshinda uchaguzi kila mahali. Nataka hilo la kwanza lieleweke. La pili ndugu zangu, kwa nini leo tunakuja Songwe, tumekwenda Rukwa, tutakwenda nchi nzima kuambia wananchi wetu ambao wametuamini miaka yote hii, kwenda kuambia kwamba kama hakuna mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, tukinukishe uchaguzi usifanyike? Kwa nini tunazungumza lugha hii ngumu namna hii? Hii lugha ni rahisi kiasi gani? Ni lugha rahisi kiasi gani? Nani katika nchi hii amewahi kusema tuzuie uchaguzi kama hakuna mabadiliko? Nani amewahi kusema hivi? Kwa nini sisi tunaisema hii lugha ngumu hivi? Ni kwa sababu ndugu zangu, inafika mahali watu wanachoka, wanasema sasa basi. Inafika mahali watu wanachoka, wanasema enough is enough. Inafika wakati watu wanachoka kuonewa, watu wanachoka upuuzi, watu wanachoka kukandamizwa, wanasema hatutakubali tena. Wakati huo umefika. Umefika wakati wa kusema hatutaki tena upuuzi wa CCM na serikali yake kwenye uchaguzi. Umefika wakati wa kusema hatutaki tena kuonewa kwenye uchaguzi. Imefika wakati wa kusema hatutaki tena watu wetu wafe ili CCM wachaguliwe, ili CCM watangazwe washindi. Umefika wakati, huu ni wakati wa kusema enough is enough. Enough is enough. Miaka 10 iliyopita, niye wananchi wa Mbozi, miaka 10 iliyopita mlichagua mbunge wa Chadema. Miaka 10 iliyopita mlichagua madiwani 5 wa Chadema kati ya madiwani 11. Miaka 10 iliyopita, 11 tu, 2014, mlichagua wenye viti wa vijiji wa Chadema.
wenye viti 10 kati ya 63 wa vijiji vya Mbozi. Mlichagua Chadema. Leo hatuna mbunge, hatuna diwani, hatuna mwenyekiti hata wa dawa. Hatuna hata wa dawa. Hatuna hata wa kusingiziwa. Kwa nini? Kwa sababu ya CCM na vyombo vya ulinzi na usalama na mfumo mzima wa uchaguzi kuchafua uchaguzi. Kwa sababu ya CCM na serikali yake na vyombo vyake vyote kushirikiana kuhakikisha wananchi hawachagui viongozi wanaowataka. Ndio maana hatuna leo mbunge, hatuna diwani, hatuna mwenyekiti wa kijiji au mtaa, hata wadau. Na hii habari ya Mbozi ni habari ya Vwawa. Mimi sina la ziada kutokea hapa Mbozi, kama ambavyo umetazama kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi, ambapo Mheshimiwa Lissu anamalizia hotuba yake aweze kumaliza. Iko hapa Mlowo, jimbo la Mbozi. Kama ambavyo unaona watu ni wengi sana leo, kuanzia huku kote huku. Kama ambavyo unaona watu wamepanda mpaka juu ya mabati huku. Kama ambavyo unaona watu ni wengi sana kuanzia huku. Ngoja sasa nikupitishe uweze kuona kwa jinsi gani watu ni wengi sana siku ya leo hapa. Yaani wamevunja, nadhani wametoka ngoma draw kama Mheshimiwa Lissu alivyosema kwamba hapa na Tunduma wametoka ngoma draw. Huko juu kote kuna watu. Ili kwenda kuthibitisha dini, ili kwenda kuthibitisha kwamba CCM wanaiba uchaguzi, bali hatujui. Na watu wengi sana. Usisahau subscribe, like na kushare kwa marafiki. Ngoja nikupitishe upande wa pili uweze kuona. Kuna kitu gani tusichokifahamu juu ya uchaguzi wa nchi hii kwa haya yote ambayo yanafanyika? Kitu ambacho hatukijui. Tukienda tunategemea nini? Kwani hatujui matokeo? Kwani hatujui kwamba CCM watatangaza? Kwani hatujui? Kwa tunaenda ili kuthibitisha kitu gani? Tunaenda ili kumridhisha nani? Tunaenda ili iweje? Ili nani asinune? Sasa ndugu zangu, baada ya mwaka jana, baada ya iliyotokea uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana, kamati kuu ya kuna Kakashije hapa yuko anamsikiza Mheshimiwa Lissu. Mapokezi ya leo na Tunduma hapa Mlowo, Mbozi na Tunduma ni wapi wametisha? Naona wote wametisha kaka. Tarehe 3 ya mwezi wa 12 mwaka jana. Naona wote wametisha. Mimi wala nilikuwa sio mwenyekiti. Hapa Mlowo wametisha zaidi. Kamati kuu ikaamua una upendeleo kaka. Kuanzia sasa, kwa sababu zote hizi, jukumu letu la kwanza ni kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Na hatutaenda kwenye uchaguzi bali tutauzuia kama hawataki kufanya mabadiliko. Mkutano utakuwa wa mwisho kutokea hapa mkoa wa Songwe. Kamati kuu yetu tutaenda kumalizia Mbeya, mamlaka makubwa sana ya kuendesha chama siku kwa siku. Asante. Mkutano wetu umeahirishwa rasmi, lakini tunachopata ni zawadi kwa vijana. Naomba nishuke. Mheshimiwa Mwenyekiti, huyu ni kijana ambaye anaitwa Tundu.
Kabidhi. Shika mbuzi. Shikeni mbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti Taifa, huyu anaitwa Tundu, ndiye aliyezaliwa siku iliyopigwa risasi. Huyu anaitwa Antifas Lissu. Asante. Hao ni vijana wako na wao wanasema wako tayari kwa ajili ya mapambano na watakusapoti kwa namna yote, na kama kuna ndoto itatimia wataitimiza wao. Asante sana mwenyekiti wa chama taifa. Tundu. Hapo sawa. Na brother. Tundu. Angalia hapo sawa. Haya, asante. Hapo sawa. Asante. Tunashukuru sana mwenyekiti. Baba mchungaji, kama unaweza kutuachia kwa maombi. Tunaomba tukamilishe kwa maombi, lakini maombi haya tuwaombee maalumu watoto hawa Tundu na Tundu Antifas Lissu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya watoto hawa ambao mmoja alizaliwa siku ambayo Mheshimiwa Lissu amemiminiwa risasi 16. Lakini Mungu umemtunza Mheshimiwa Lissu kama ushuhuda wa nchi hii. Na hawa watoto kama ishara watakapokuwa wamekuwa watasimulia mambo haya. Akidede